alikufa usingizini kwa sababu ya hilo. Usifanye kamwe kosa hili. Sasa sikiliza kwa makini sana, kwa sababu ujumbe huu unaweza kukuokoa au kumwokoa mtu unayempenda. Watu wengi hufikiri kuwa kulala ni jambo la kawaida tu, lakini kuna makosa madogo sana ambayo yanaweza kugeuka kuwa hatari kubwa sana wakati wa usiku. Na ndiyo maana leo Daktari Salim Omari anakuletea ukweli ambao watu wengi hawajui. Kuna tabia ambazo watu hufanya kabla ya kulala au hata wanapokuwa usingizini, ambazo zinaweza kusababisha kifo bila hata mtu kugundua kilichotokea. Fikiria mtu amelala kwa amani kabisa, halafu asubuhi haamki tena. Hii si hadithi, ni kitu kinachotokea kweli kabisa, na mara nyingi chanzo chake ni makosa ambayo yanaweza kuepukika kabisa. Moja ya makosa hayo ni kupuuza hali ya mwili kabla ya kulala. Watu wanakula kupita kiasi, wanakunywa pombe nyingi, au wanatumia dawa bila ushauri sahihi, kisha wanalala moja kwa moja bila kujua kwamba mwili wao uko kwenye hatari kubwa sana. Pia kuna wale wanaolala vibaya kwa mkao ambao unazuia upumuaji vizuri, hali ambayo inaweza kusababisha kukosa hewa polepole bila wao kujua hadi inakuwa too late. Na wengine hupuuza dalili kama maumivu ya kifua, mapigo ya moyo yasiyo ya kawaida au kizunguzungu kabla ya kulala, wakifikiri ni uchovu tu, kumbe ni ishara hatari sana zinazohitaji umakini wa haraka. Na Daktari Salim Omari anaeleza wazi kwamba usalama wako unaanza na maamuzi madogo unayofanya kila siku kabla ya kulala. Hakikisha unakula kwa kiasi, epuka pombe kupita kiasi, usitumie dawa kiholela, sikiliza mwili wako na chukua hatua mapema sana, kwa sababu maisha yako ni ya thamani kubwa sana. Usisubiri hadi iwe umechelewa. Na kama unataka kuendelea kupata elimu kama hii ambayo inaweza kubadilisha maisha yako na kukuokoa au kuwaokoa watu unaowapenda, hakikisha umejiunga na channel hii kwa kubonyeza subscribe, kwa sababu hii ni channel mpya kabisa na tunaleka ukweli ambao hauambiwi kila mahali. Shiriki video hii na watu wengine ili nao wajifunze na kujilinda kabla haijawa kuchelewa. Na kumbuka pia kwamba mazingira unayolala yana nafasi kubwa sana katika usalama wako. Watu wengi hulala katika vyumba visivyo na hewa ya kutosha, au wamefunga kila kitu bila uingizaji wa hewa, hali ambayo inaweza kusababisha upungufu wa oksijen bila wao kugundua, na hii inaweza kuwa hatari sana, hasa kama kuna moshi au gesi ndani ya chumba bila kujua. Kuna wale pia wanaotumia vifaa kama jiko la mkaa au jenereta karibu na eneo la kulala bila kujua kwamba moshi wake unaweza kuingia taratibu na kusababisha sumu mwilini ambayo inaweza kukuua ukiwa usingizini bila hata kupambana na hali hiyo. Daktari Salim Omari anasisitiza kuwa kila mtu anapaswa kuhakikisha mazingira ya kulala ni salama na yenye hewa safi wakati wote. Usilale na kifaa chochote kinachoweza kutoa gesi hatari karibu na wewe. Hakikisha dirisha linaweza kuruhusu hewa kuingia na kutoka. Pia kuna tabia ya kutumia simu kupita kiasi kabla ya kulala, ambayo inaweza kuathiri mfumo wa moyo na usingizi wako kwa ujumla, na kusababisha mwili kuchoka kupita kiasi bila kupumzika vizuri, na hii huongeza hatari ya matatizo ya ghafla. Usiku mwingine wanavaa mavazi mazito sana au kujifunika kupita kiasi hadi mwili unapata joto kupita kawaida, hali ambayo inaweza kuathiri upumuaji na mapigo ya moyo kwa njia ambayo si salama kabisa. Ni muhimu kuelewa kwamba kila jambo dogo lina mchango mkubwa katika afya yako ya usiku, na ukipuuzia mambo haya unajiweka kwenye hatari bila kujua. Na kama unafikiri ujumbe huu ni muhimu, tafadhali chukua hatua sasa hivi. Jiunge na channel hii kwa kubonyeza subscribe, kwa sababu sisi tunaendelea kukuletea elimu muhimu kila siku. Na pia usisahau kushare video hii kwa ndugu na rafiki zako ili nao waweze kujifunza na kuepuka makosa haya hatari kabla hayajawaletea madhara makubwa sana. Na jambo lingine muhimu ambalo watu wengi hulipuuzia ni afya ya moyo wako kabla ya kulala, kwa sababu matatizo mengi ya ghafla hutokea usiku pale mwili unapokuwa umetulia, lakini ndani yake kuna hitilafu inayoendelea kimya kimya.
Watu wengi hupata dalili kama mapigo ya moyo kwenda kasi au polepole kupita kawaida, maumivu madogo ya kifua au hata uchovu usioelezeka, lakini wanachagua kupuuza, wakisema itaisha yenyewe. Kumbe hizo ni dalili ambazo zinaweza kusababisha hatari kubwa sana ukiingia usingizini. Daktari Salim Omari anaonya wazi kuwa hupaswi kamwe kulala ukiwa na dalili hizi bila kuchunguza chanzo chake, kwa sababu usiku mwili unapopumzika, mfumo wa ulinzi unapungua na tatizo linaweza kuongezeka ghafla bila mtu yoyote kugundua. Na kuna watu pia wanaolala wakiwa wamechoka kupita kiasi baada ya kazi nzito au msongo wa mawazo mkubwa sana, hali ambayo inaweza kuathiri mapigo ya moyo na kusababisha mwili kushindwa kujirekebisha vizuri wakati wa usingizi. Hii ni hatari zaidi kwa watu wenye presha, kisukari au matatizo ya moyo. Hata kama hawajui, bado hali hiyo inaweza kuwepo ndani yao bila dalili wazi, na ndipo hatari huongezeka zaidi usiku unapofika. Ndiyo maana ni muhimu sana kuchukua tahadhari kabla ya kulala. Pumzika vizuri, tuliza mawazo, epuka hasira na msongo mkubwa kabla ya kulala. Hakikisha unalala katika hali ya utulivu wa akili na mwili. Na kama una dalili yoyote isiyo ya kawaida, usisite kutafuta ushauri wa kitaalamu. Pamba sana. Kumbuka, maisha yako ni ya thamani kubwa kuliko kupuuzia ishara ndogo ndogo. Na kama umefika hapa, ujue umejifunza kitu muhimu sana. Sasa chukua hatua, jiunge na channel hii kwa kubonyeza subscribe, kwa sababu sisi tunaendelea kukuletea elimu muhimu kila siku. Na pia usisahau kushare video hii kwa ndugu na rafiki zako, ili nao waweze kujifunza na kuepuka makosa haya hatari kabla hayajawaletea madhara makubwa sana. Na sasa, hebu tuingie ndani zaidi kwa undani kabisa, kwa sababu hapa ndipo siri kubwa ipo. Watu wengi hufikiri kwamba hatari hutokea ghafla bila sababu, lakini ukweli ni kwamba mwili huwa unatoa ishara nyingi kabla ya tukio baya kutokea. Tatizo ni kwamba watu hawasikilizi ishara hizo au wanazipuuzia kabisa. Mfano, mtu anahisi kifua kubana kidogo, anahisi kupumua kwa shida kidogo, au anapata kizunguzungu cha ghafla, lakini anasema ni uchovu wa kawaida. Anakunywa maji au analala akiamini kesho atakuwa sawa. Kumbe ndani ya mwili kuna mchakato unaendelea ambao unaweza kusababisha moyo kusimama au kupumua kukatika ukiwa usingizini, na hakuna mtu atakayejua kilichotokea. Daktari Salim Omari anasema wazi kabisa kwamba usingizi sio tu muda wa kupumzika, bali ni muda ambao mwili unajirekebisha. Na kama kuna hitilafu yoyote ndani ya mwili, inaweza kuwa mbaya zaidi wakati huo, kwa sababu mifumo mingi ya ulinzi hupungua kasi yake usiku, na ndipo matatizo makubwa hutokea kimya kimya bila kelele. Watu wengine wana tatizo la kupumua wanapolala, kama vile kukoroma sana au kupumua kusimama kwa sekundi chache kisha kuanza tena. Hali hii wengi huichukulia kama kitu cha kawaida, lakini inaweza kuwa ishara ya tatizo kubwa sana ambalo linaweza kusababisha mtu kukosa hewa kwa muda mrefu zaidi, hadi kusababisha kifo bila hata kupiga kelele au kuomba msaada. Na kuna wale wanaolala wakiwa wamechoka sana hadi mwili unazidiwa kabisa. Unapoingia usingizini, mfumo wa neva unashindwa kudhibiti vizuri mapigo ya moyo na upumuaji, hali ambayo inaweza kusababisha matatizo ya ghafla na hata kupoteza maisha bila dalili za wazi kabla yake. Pia, kuna hatari nyingine ambayo wengi hawaijui, ya kulala mara moja baada ya kula chakula kingi sana, hasa vyakula vizito. Mwili unakuwa unafanya kazi ya kumeng'enya chakula, huku pia ukijaribu kupumzika, hali ambayo inaweza kusababisha presha kupanda au kushuka ghafla na kuathiri moyo na ubongo kwa wakati mmoja. Na hii inaweza kusababisha mtu asiweze kuamka tena asubuhi. Na jambo la kushangaza ni kwamba wengi wa watu waliopoteza maisha kwa namna hii walikuwa wanaonekana wazima kabisa siku chache kabla ya tukio. Hakuna mtu aliyetegemea kitu kama hicho kingetokea. Ndiyo maana ni muhimu sana kubadilisha tabia zako kuanzia leo. Usichukulie dalili ndogo ndogo kama mzaha. Usilale ukiwa umechoka kupita kiasi. Usilale mara baada ya kula sana.
Hakikisha unampa mwili wako muda wa kupumzika vizuri kabla ya usingizi. Na juu ya yote, sikiliza mwili wako kila unapokupa ishara, kwa sababu hiyo inaweza kuwa sauti ya mwisho ya kukuonya kabla ya hatari kubwa kutokea. Na kama unahisi kwamba ujumbe huu unafungua macho yako, basi chukua hatua sasa hivi. Jiunge na channel hii kwa kubonyeza subscribe, kwa sababu hii ni channel mpya kabisa na tunaleta elimu ambayo inaweza kukuokoa. Usiku mmoja tu unaweza kubadilisha kila kitu. Share ujumbe huu kwa watu unaowapenda, kwa sababu hujui nani yuko kwenye hatari bila kujua, na kwa pamoja tunaweza kuokoa maisha mengi zaidi. Na mwisho kabisa, ni muhimu sana kuelewa kwamba maisha hayana rehearsal. Ukifanya kosa moja tu linaweza kuwa la mwisho bila nafasi ya kurekebisha. Watu wengi waliopoteza maisha kwa namna hii hawakujua kwamba walikuwa kwenye hatari. Waliamini kila kitu kiko sawa hadi pale ilipokuwa tayari kuchelewa. Daktari Salim Omari anakukumbusha leo kwamba kinga inaanza na wewe mwenyewe. Sikiliza mwili wako, heshimu ishara zake, badilisha tabia zako kabla hujalazimishwa na hali. Epuka kula kupita kiasi kabla ya kulala. Epuka pombe na dawa bila ushauri. Epuka kulala katika mazingira yasiyo salama. Hakikisha unapata hewa safi, pumzika vya kutosha, na chukua dalili zote kwa uzito unaostahili, kwa sababu kila ishara ina maana na inaweza kuwa tofauti kati ya maisha na kifo. Usisubiri hadithi mbaya itokee karibu yako ndipo anze kuchukua hatua. Anza leo, anza sasa, kwa sababu kesho haijahakikishwa. Na kama umefuatilia hadi hapa, ujue umechukua hatua muhimu sana ya kujilinda na kuwalinda wengine. Sasa chukua hatua nyingine muhimu zaidi. Jiunge na channel hii kwa kubonyeza subscribe, kwa sababu hii ni channel mpya kabisa na tunaleta elimu muhimu inayoweza kukuokoa kila siku. Pia usisahau kupenda, kushare na kuacha maoni yako ili ujumbe huu uwafikie watu wengi zaidi. Kwa pamoja, tunaweza kuokoa maisha kabla haijawa kuchelewa. Huu ni ujumbe wa Daktari Salim Omari. Kumbuka, afya yako ni jukumu lako na uamuzi wako leo unaweza kukuokoa kesho.